لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى ما بعد. Hivi sasa tunatoka maeneo Mombasa tunaelekea sehemu inaitwa Taro, kisha tunaingia Nyango. Kuna sehemu ambayo kwamba ndugu zetu Masai wanataka kusilimu katika Kwale County. Hiyo sehemu ndio tunaelekea, tuko pamoja na wazee. Inshallah tutaenda tutawaisilimisha, na kuna ndugu yao pia ambaye ametoa sehemu ya ardhi ambayo anataka kujenga msikiti pamoja na madrasa. Inshallah muwe pamoja na sisi mpaka tuwapatie habari zote ambazo kwamba itakuwa pale. لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن Toka Nyango ambayo iko chini ya Kwale County. Tumetoka Mombasa asubuhi baada al-fajr. Tumefika hivi sasa takriban saa 5 na dakika kama 15. Ni kilomita 125 kutoka Mombasa mpaka hapa. Hao ni ndugu zetu wa familia ya Kimasai, ni watu ambao kwamba wanataka kuingia katika dini, na hivyo pia tunataka wajengee msikiti sehemu kama hapa, na wengine pia ni Waislamu. Inshallah tutashika shahada mwanzo, kisha baadaye ndio tuanze program inshallah. Tuseme la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki, kwa haki ila Mwenyezi Mungu, na Muhammad na Isa ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Hao ni ndugu zetu ambao kwamba wengine wameingia katika Uislamu na wengine walikuwa Waislamu, na hii sehemu ambayo kama kuna menzao wamejitolea inataka kujengwa msikiti pamoja na madarasa kama darasa 4 au 5 au 3 kiwango ambayo tutapata pamoja na msikiti. Muislamu tunawaambia kuwa kila Muislamu ambaye kama ataona kilipa achangie, na kila mtu ajitolee sadaka jaria, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man bana lillahi baitan bana Allahu lahu baitan fil janna. Yoyote mwenye atajenga msikiti wa Allah, na Allah subhanahu wa ta'ala atamjengea nyumba katika janna, hata kama itakuwa kiwango kidogo, lakini changia katika ujenzi msikiti. Na wakati yote inshallah sasa tutaweka jiwe msingi, kisha inshallah kila Muislamu ambaye kama atapata clip achangie msikiti. Sehemu ni mbali kutoka town, kwa sababu ni kilomita 125 kufika hapa. Tumetoka fajr mpaka saa 5 takriban saa 5 au 6 tumetembea. Barabara nayo ni mbaya, na wakati ambayo inakuja pia mvua, nasikia mvua itakuja labda mwezi wa 10 inshallah Mwenyezi Mungu akijalia. Kabla hiyo inshallah tunataka kuchanga na tuanze msikiti, na hivi sasa inshallah tutaanza msingi wa mawe ya kuweka mawe ya hiyo msikiti inshallah. بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ هل لك سر عند Sasa hii ni jiwe la msingi tushaweka katika msikiti,
Muislamu yote ambaye kwamba anataka kuchangia unaruhusiwa kuchangia, na tutakuambia wapi utachangia inshallah. Mambo yote tutakueleza inshallah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Hii msikiti ishaanza na inshallah jina ya msikiti tutaita nini Sheikh? Bilal. Masjid Bilal. Tumeshatoa kitambo jina. Masjid Bilal inshallah. Inshallah. Mzee na Msikiti Bilal. Haina shida. Msikiti wa Bilal Nyango. Inshallah. Inshallah. Masjid Bilal Nyango inshallah. Na tunashukuru. Mimi ni babake Ibrahim, na wakati nimeingia kwa hii dini Uislamu, mimi nimekubali na nimepatia ruhusa kabisa. Hata nimeomba makuambia kijenga msikiti hapa atakuwa nzuri, watu wengi ataingia. Kwa hivyo mimi tunashukuru na tunasema Mungu usaidie apate hiyo nguvu ya kujenga msikiti, kwa sababu hata mimi tutaweza kuja kuingia inshallah kwa Mwenyezi Mungu inshallah. Kwa hivyo watoto wangu wengi iko kwa Uislamu na mzee utaingia katika Uislamu, na watu na vijana wengi sana maboma yuko kwa Waislamu. Kwa hivyo tunashukuru, tunakuambia rudini hapa ujenge hiyo msikiti mara moja. Sisi ni familia wa Masai, tumeomba msikiti muda mrefu, lakini siku zote Allah hajakubali, lakini leo naona kama Allah amekubali. Kwa hiyo wageni tunawashukuru, karibuni tena. Na Wamasai wajakataa Uislamu but na hawajafahamu, lakini wakipata watu wafahamishe watafahamu zaidi. Kwa hiyo msikiti tunaomba msikiti kikuwa tayari, watu ni hawajafahamu tu, lakini wakipata watu wafahamishe na ni watu wazuri, sababu hakuna mila kama Masai wanafuata dini, kwa sababu mila yao wenyewe wanafuata dini ndani mila yao. Je, wakifahamisha kabisa, wakipata watu wakufahamisha na wataingia wengi, watafahamu. Kwa hiyo machache tunawashukuru, karibuni. Naona msikiti imeenda, tunashukuru. Tumefurahi sana kupata hawa viongozi wa dini ya Kiislamu wamekuja hapa kuweka msingi ya msikiti. Na tunafurahi, na sisi tumekubaliana na nyinyi na tutashikana mkono, tutaunga msikiti yenu mkono. Ile ombi kidogo niko nayo, tuko na shida ya kiangazi, naona hakuna maji, watoto wanaumia kiu, wamama hata watu wanalala njaa kwa sababu hakuna maji. Kama kuna uwezekano mtu saidie maji, kama viongozi wa msikiti, kama kuna nafasi mtuletee maji na sisi tutashukuru inshallah. Inshallah. Kuna mwenzetu ambaye kama amechukua ahadi, inshallah atakuja kuchimba kisima hapa. Mtakuwa na kisima inshallah, ashachukua ahadi, tutamfuata leo tutamwambia inshallah, tukikuja na sisi kuleta hizo mawe na nini, atakuja na sisi inshallah, atachimba kisima inshallah, na kijiji yote mtapata maji inshallah. Msikiti iko kwa kijiji changu, na tumetoa sehemu hiyo kwa roho moja, kwa sababu tuko na vijana wengi wako ni Waislamu kama Ibrahim na vijana tu wengi hapa. Tumeomba kwa muda mrefu, lakini sasa naona Mungu ametujalia na tumeweka msingi chini. So tunakaribisha vijana wengi wakuje kwa dini hii, kwa sababu kama venye ametangulia kusema Ibrahim kwamba watu wengi hawajaelimishwa, lakini sasa msikiti kiko hapa, vijana wengi wataelewa na watakuja kwa dini. So tunasema karibuni sana. Inshallah tunashukuru wote ambao kwamba wametutuma na wamechangia na watachangia inshallah. Hii msikiti inahitaji nguvu ya kila mtu, haihitaji nguvu ya mzee Uthman wala Abdurrahman wala fulani, inahitaji nguvu ya kila mtu inshallah. Tunaambia wazee wote, kila mtu jitokeze, tujenge msikiti ambao kama mzuri, ambaye itasaidia hii area hii yote inshallah, itasaidia Nyango yote, itasaidia pamoja na sehemu ambayo iko chini yake. Wazee wenyewe wako tayari vijana kuingia katika dini na wao kuchangia, na wao ndio wametoa ardhi, wengine hata si Waislamu, lakini wanasema kuwa tuko tayari vijana kuingia katika Uislamu, kwa sababu Uislamu ni dini ya amani, ni dini ambayo kwamba ya upendo, ni dini ya kupendana. Wanaomba maji, lakini inshallah kuna kisima ambayo itajengwa pia hapa inshallah. Tunatarajia kisima, kuna mwenzetu amejitolea kisima, atakuja kujenga kisima hapa inshallah, watapata maji. Wanalilia maji, kiangazi iko juu, jua iko kali, wanalilia sana maji, na inshallah watapata. Na Muislamu yote ambaye atapita barabara, beba maji, beba vitu, waletea hawa watu, kwa sababu wanahitaji sana, ni watu ambao wanahitaji na ni wenzetu inshallah. Na tuchangieni mara moja msikiti ipatikane. Mungu awabariki na sisi wote tubariki, na wazee pia inshallah awahifadhi na waingize katika Uislamu, na Uislamu ambao wamechukua leo inshallah ilikuwa ni Uislamu ambao iko na nguvu, na wapendane na mpendane inshallah. Mungu naye awabariki.
ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله.